Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa wananchi, japokuwa sio sana. Mambo yanaonekana kutokwenda vile ambavyo inatakiwa, ambapo wanaelekea katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya TRA United, ambapo unafahamu ya kwamba Young Africans kwa sasa inakumbwa na majeraha wengi ndani ya kikosi chao, lakini ndio hivyo, watafanyaje? Lazima mechi zicheze, na kocha Pedro anapata jukumu zito kweli, huku kukiandaa kikosi chake. Kuwakosa nyota wa muhimu pia ni jambo ambalo linampa wakati mgumu, ila amekwenda kutangaza kikosi ambacho kitakachokwenda kuwavaa TRA United katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mwendelezo mwingine baada ya kumalizana na Azam. Sasa ni zamu ya TRA. Mimi nimekusogezea hapa kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimetangazwa hii leo. Utakwenda kujua mmoja baada ya mwingine nani amepata nafasi kwenye kikosi cha kwanza katika mchezo huo. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii. Nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea mchezo huu mkubwa kabisa inakwenda kuwakosa nyota wake muhimu kabisa kwenye kikosi chake. Kabla sijakutajia kikosi ambacho kimepangwa, nikukumbusha kwamba Young Africans kuelekea mchezo huu watawakosa wachezaji kama beki wakati Ibrahim Hamadi Baka ambaye ametangazwa atakuwa nje kwa tatizo la nyonga. Zaidi ya wiki mbili atakuwa nje, na pengine inatarajiwa kuwa zaidi ya hapo. Lakini pia kuna Dickson Job, kuna Clement Mzinze, kuna Edmund John, kuna pia Issa Shadrack Kiboka, naye pia anakosekana katika watu ambao wa kwenye mchezo huu na michezo inayofuata. Lakini pia kuna mtu kama Laulindo Depu, mshambuliaji huyu naye alipata maumivu ya nyama za paja katika mchezo wa Derby ya Dar es Salaam, kwa hiyo naye pia anakosekana katika mchezo huu. Sasa kikosi kitakuwaje? Kikosi kipo kama ifuatavyo. Golini anasimama Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu ubora wake miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa sasa. Mashabiki wengi wanasema ya kwamba hapa nazungumzia Diarra sema ukweli tu kama ni mwanachama wa Yanga au la, kwani kwa mambo ambayo yanayafanya watu wanasema kwa pengine labda huyu si mchezaji pekee bali pia ni mwanachama wa Yanga, kwani amekuwa akionyesha kuipigania Young Africans, kuipambania na kuonyesha maumivu pindi ambapo pale wanapokuwa hawafanye vizuri. Kwa hiyo wanaanza kuhisi kwamba pengine tayari Diarra ana kadi ya wanachama ya klabu ya soka ya Young Africans. Ni sehemu ya utani ambao pia unaakisi na kile ambacho kilichopo, namna ambavyo mchezaji anajitoa kwa klabu yake. Lakini pia kwa upande wa safu ya ulinzi, beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda. Mwalimu anaendelea kuweza kumpa nafasi Mwenda kuonyesha kile ambacho iko nacho. Amekuwa ni msaada mkubwa sana katika upande wa kulia kwa sasa, akionyesha ubora mkubwa, namna ambavyo nafasi ambazo anapewa anazidisha kile ambacho iko nacho. Ni zaidi shaili ya kwamba kila mmoja anavutiwa na ubora wa
Israeli Mwenda na anazidi kuongezeka kiwango kadiri siku ambavyo zinazidi kwenda. Kwa hiyo atakuwepo katika mbavu ya kulia katika mchezo huu. Lakini pia beki namba 3 anasimama si mwingine bali Mohamed Hussein Shabalala Zimbu Jr. Kutoka kuto kupata nafasi katika michezo ya kwanza baada ya kutua Young Africans. Sasa amekuwa tegemeo katika upande wa kushoto katika safu ya ulinzi. Kila mechi unakwenda kushuhudia ubora mkubwa, kila mechi anatoa kile ambacho iko nacho, na sasa ukiweza kushuhudia ubora ambao anauonyesha kwenye kiwango kizuri akiwa na wananchi Young Africans. Kwa hiyo majukumu yake ni kupandisha mashambulizi, kuhakikisha kwamba upande huo unakuwa salama salmini katika dakika zote 90. Na huku beki namba 4 anasimama Frenkie Asinki, miongoni mwa mabeki ambao anapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Uliweza kushuhudia akitokea pale Singida Black Stars na kutoka kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Amekuwa hapati nafasi sana za kucheza, lakini anapopata nafasi amekuwa akiweza kuonyesha kile ambacho iko nacho. Frenkie Asinki ni miongoni mwa mabeki ambao wana uwezo mzuri wa kupiga pasi, wana uwezo mzuri wa kukaba kwa ufanisi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia nafasi ya Ibrahim Baka akisimama Frenkie Asinki. Huku beki namba 5 anasimama kapteni mwenyewe Bakari Nondo Mwamnyeto, na umeweza kushuhudia majira yameweza kuwafanya ile pattern ambayo iliyokuwepo ya Jobu na Baka uweze kutokuiona kwa sasa, na umeweza kwenda kushuhudia nafasi zikiweza kuchukuliwa na kapteni pamoja na Frenkie Asinki. Kwa hiyo sasa hivi pattern ya katikati pale imebadilika. Huku namba 6 anasimama si mwingine bali ni Damaro Kamaro, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa kabisa kutoka pale Singida Black Stars mpaka Young Africans. Ameendelea kuweza kuwasha moto kweli kweli na kuweza kupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Mwalimu Pedro. Kwa hiyo ataendelea kuweza kuwepo katika mchezo huu, nafasi yake kubwa kabisa inaonekana. Lakini pia katika upande wa namba 7 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello, moja kati ya vijana wanaopatikana kwenye kikosi cha Young Africa. Ana uwezo wa kupiga pasi, ana uwezo wa kufungua vizuri, ana uwezo wa kutengeneza mazingira ya bao. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao ni wasumbufu, wana kasi, lakini pia mashuti yake ni ya moto kweli kweli. Kwa hiyo naye pia utakwenda kushuhudia katika upande wa namba 7. Huku namba 8 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni hapa nazungumzia Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa viungo bora kweli kweli. Hawaimbwi, hawazungumzwi sana, lakini kazi yake ni moja kati ya kazi ambayo inatukuka zaidi kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa ni msaada mkubwa kabisa kwa kipindi kama hiki. Ukiweza kushuhudia wachezaji wengi ambao wamekata moto, yani wamechoka, lakini Duke Abuya bado anakupatia kile ambacho anachokitoa. Na kuna muda unajiuliza, hivi Duke Abuya huwa hakosei? Kwa sababu kila anachokifanya mara nyingi kinaonekana kinafanywa kwenye usahihi mkubwa kabisa. Kwa hiyo namba 8 atasimama yeye mwenyewe. Namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, akiweza kusimama katika namba 9 kutokana na michezo iliyopita alikuwa akicheza kama namba 10 kwa sababu Depu alikuwepo, lakini Depu hayupo. Kwa hiyo atasimama kama namba 9 katika mchezo huu Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo atasimama pale kuzitikisa nyavu za walipa kodi TRA. Lakini pia namba 10 katika mchezo huu mwalimu amemsimamisha si mwingine bali ni Mudathiri Yahya. Kuna kitu cha kitofauti pengine amekitizama katika hesabu zake dhidi ya kikosi cha TRA. Kwa hiyo ameona kama kuna fursa ya kuweza kumchezesha Mudathiri Yahya kama namba 10. Huko namba 11 anasimama Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, ukiweza kushuhudia hilo likiweza kutokea. Bana, tusubiri kuweza kuona itakuwaje kwenye kikosi hichi. Laweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.